Kwa Simba hii yenye Ibrahim Doumbia, top scorer katika ligi kuu ya Mali akiwa na mabao 17, assist 4. Simba yenye nyota wa kutosha kama Keleso Makhalwa, mchezaji nyota wa Afrika Kusini ambaye katika ligi kuu ya Afrika Kusini msimu uliomalizika PSL amemaliza akiwa na assist 6 katika klabu ya Sekokune United. Simba yenye Libase Geye, Simba yenye Anise Ura, Simba yenye Elim Panzo Kibisawala, Simba yenye Mwamba Lusaka Cletus Chota Chama. Simba hii iliyoimarika zaidi ni dhahiri shairi kwamba kamwe haitarajiwi hata kidogo kusimamishwa na mabingwa wa Malawi Mighty Wanderers ambao ndio wanakwenda kukutana nao katika mechi za hatua ya kwanza ya kuania kufuzu, hatua ya kwanza ya awali kuania kufuzu kwa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu 2026 2027. Lakini pamoja na yote haya, sio ya kuichukulia poa Mighty Wanderers, ni kwa sababu wamekuwa katika kiwango kizuri katika ligi kuu yao ya Malawi. Wametoa ubingwa wakiwa na pointi 69 baada ya mechi 30. Wametoa ubingwa wakiwa wamefunga mabao 51, wameruhusu mabao 14. Lakini kubwa zaidi, wana nyota aliyemaliza akiwa top scorer katika ligi kuu ya Malawi, Babatunde Adepoju. Lakini wana wachezaji kama Mpinga Njira na wanafahamu Wanderers kwamba kama wakikaza wanapocheza nyumbani kwao, wakitekeleza mipango kazi ya benchi lao la ufundi, wakitambua kwa wao ni timu ya pili uwanjani wanaoweza kupata matokeo, wakijifunza kutoka kwa Silver Strikers ambao msimu uliomalizika 25-26 kwenye hatua kama hii walicheza dhidi ya Yanga, giant mwingine katika ligi kuu Tanzania bara, na wakashinda. Sababu hiyo na wao wakichagizwa na mashabiki wao wanaweza kufikiri kwamba wakionyesha kiwango bora wanaweza kuambulia chochote kwa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini haiwezi kuwa mechi nyepesi. Hawa Mighty Wanderers kwa muda mrefu sana walikuwa hawajai kutoa ubingwa wa Malawi, ligi kuu ya Malawi. Mara ya mwisho ilikuwa 2017, lakini msimu huu 25-26 wameutoa ubingwa huo kutokana na kiwango bora walichokionyesha, huku wakiwa na mchezaji mmoja alionyesha kiwango kizuri zaidi kama nilotoka kuwataja, Babatunde Adepoju akiwa ni mmoja wao, lakini kina Mpinga Njira. Sasa watakapokutana, matarajio ni kuona wekundu wa Msimbazi Simba walioimarika zaidi wakiwa na kocha Steve Barker watafanya kila wawezalo kusonga mbele, sababu Simba kwenye hatua hizi, hii sio shida yao. Simba ni lidude likubwa katika michuano ya CAF na imethibitika hivyo. Mara zote wao huwa hawaishi katika hatua hizi. Msimu uliomalizika ndio walau waliteleza kwa kufika hatua ya makundi, wakamaliza nafasi ya mwisho kati ya timu 4 wakizidiwa na vinara Stade Malien, Esperance de Tunis walioshika nafasi ya pili, Petro Atletico ya Angola ikashika nafasi ya 3 wakiwa mkiani. Lakini misimu mingine kama 2024-25 walifika fainali kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane wakaukosa ubingwa, lakini misimu mingine Simba hufika robo fainali, iwe ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho. Ukiondoa na msimu 2019 2020 waliondolewa mapema na Jwaneng Galaxy baada ya kushinda 2-0 kule Botswana, lakini nyumbani wakafungwa 3-1 ndipo kaondoshwa. Simba wana performance nzuri, ni miongoni mwa klabu bora barani Afrika, inakwenda kwenye michuano hii ikiwa nafasi ya 12, huku Mighty Wanderers haimu hata katika orodha ya klabu bora barani Afrika, kwa sababu ni nayo ranked club, kwa sababu haijawahi kutinga hatua ya makundi ya michuano ligi ya mabingwa wala kombe la shirikisho kwa misimu mitano, kinyume cha taratibu za CAF. Sasa kuna faida yake kucheza na timu ambayo wasifu wake utishi kama Mighty Wanderers. Moja ni kwamba Simba wachezaji mmoja wana ubora wa hali ya juu kuliko wachezaji mmoja wa Mighty Wanderers. Huu ni ukweli, hauna ubishano wowote. Lakini pili, ndani ya Simba kuna wachezaji wenye uzoefu mkubwa kukabiliana na mechi za namna tofauti, hasa kwenye hatua kama hizi. Lakini tusisahau kwamba tishio la Simba yaweze kawa ni Simba yenyewe. Kuna kitu tunaita complacence, kujiamini kupita kiasi. Ndio kwamba mnakutana na timu ya kawaida sana, kwa sababu hiyo mkiamini kwamba mnaweza kuangoa, matokeo yake inaweza kawa tatizo. Sababu ipo mifano kwamba wakubwa wanapochukulia poa wanasimamishwa na timu ambayo kwa makaratasi inaonekana ni timu ndogo sana. Lakini kingine ni kwamba Mighty Wanderers wakati wanakwenda kucheza dhidi ya Simba mechi mbili, wao kuna mipango ya timu, lakini kuna mipango ya mchezaji mmoja. Ni ndoto za wachezaji wengi katika ligi nyingi barani Afrika kwamba kama wasipopata nafasi ya kwenda nje ya Afrika, barani Ulaya, Asia, kule Saudi Arabia, basi ligi kuu Tanzania bara ni sehemu ya kimbilio lao. Ndio imethibitika mara kadhaa. Miongoni mwa ligi zinavutia sana ni ligi za UNAF kule Misri, Morocco, Tunisia, Libya. Lakini miongoni mwa
ligi inayovutia zaidi ni pamoja na ligi kuu Afrika Kusini. Ukitoka hapo ni ligi kuu Tanzania bara ambayo malipo ni manono, ushindani mkali, ni miongoni mwa ligi bora barani Afrika, ligi tano kama nilivyotoka kueleza. Kwa sababu hiyo, wachezaji wa Mighty Wanderers wanaweza kawa na mpango kazi binafsi kwamba waimpress, waonyeshe kiwango bora ili na wao wasajiliwe na timu kama Simba au Yanga, Azam, Fountain Gate, Dodoma Jiji, Namungo na timu nyingine za ligi kuu Tanzania bara ambazo kwenyewe mavuno ni mazuri zaidi kuliko kwenye ligi zao. Sasa hili peke yake linaweza likawa ni jambo zuri kwa Mighty Wanderers na mashabiki wao, lakini sio habari njema kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Kikubwa kinachotarajiwa, kocha Steve Barker, wachezaji wake watekeleze mpango kazi wa timu kuhakikisha wanapata matokeo bora na hatimaye kuvuka katika hatua hii ambayo misimu ya hivi karibuni sio shida zao kama nilivyotoka kueleza, ili waende raundi inayofuata, hatua ya pili ya kuwania kufuzu hatua ya makundi ambayo Simba pia huwa haisumbuki. Ikumbukwe msimu huu Simba na watani zao jadi Yanga ni kama wameswap. Mmoja kaenda alikwenda mwenzake na mwingine kaenda alikwenda mwenzake, kwa maana kwamba msimu uliopita 2025-26 hatua ya kwanza ya awali Yanga walikwenda Malawi, walicheza na mabingwa Malawi Silver Strikers. Simba walikwenda Botswana kucheza na mabingwa Botswana Gaborone United. Msimu huu zimepishana. Yanga wanakwenda Botswana kucheza na mabingwa wa Botswana Gaborone United. Simba wanakwenda Malawi kucheza na mabingwa wa Malawi Mighty Wanderers. Hii nayo inaweza kawa chachu kuwapush, kuwasukuma Simba kwamba wapate matokeo mazuri, kwa sababu vinginevyo wakikwama halafu watani zao jadi Yanga wanasonga mbele, itakuwa mtihani, maana huwa wanataniana sana na kutambiana. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona mechi mbili za Simba dhidi ya Mighty Wanderers ambazo matarajio Simba ndio itakuwa timu ya kwanza ikimiliki zaidi mpira, kufanya mashambulizi mengi, huku Mighty Wanderers wakitumia muda mwingi kuzuia kutokea chini, tunasema low block, alafu washambulie kwa kujibu. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Ninayo ranked club kwa sababu haijawahi kutinga hatua ya makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa wala kombe la shirikisho kwa misimu mitano, kinyume cha taratibu za CAF. Sasa kuna faida yake kucheza na timu ambayo wasifu wake utishi kama Mighty Wanderers. Moja ni kwamba Simba wachezaji mmoja mmoja wana ubora wa hali ya juu kuliko wachezaji mmoja mmoja wa Mighty Wanderers. Huu ni ukweli, hauna ubishani wowote. Lakini pili, ndani ya Simba kuna wachezaji wenye uzoefu mkubwa kukabiliana na mechi za namna tofauti, hasa kwenye hatua kama hizi. Lakini tusisahau kwamba tishio la Simba yaweze kawa ni Simba yenyewe. Kuna kitu inaita complacence, kujiamini kupita kiasi. Ndiyo kwamba mnakutana na timu ya kawaida sana, kwa sababu hiyo mkiamini kwamba mnaweza kuangoa, matokeo yake inaweza kawa tatizo. Kwa sababu ipo mifano kwamba wakubwa wanapochukulia poa wanasimamishwa na timu ambayo kwa karatasi inaonekana ni timu ndogo sana. Lakini kingine ni kwamba Mighty Wanderers wakati wanakwenda kucheza dhidi ya Simba mechi mbili, wao kuna mipango ya timu, lakini kuna mipango ya mchezaji mmoja mmoja. Ni ndoto za wachezaji wengi katika ligi nyingi barani Afrika kwamba kama wasipopata nafasi ya kwenda nje ya Afrika, barani Ulaya, Asia, kule Saudi Arabia, basi ligi kuu Tanzania bara ni sehemu ya kimbilio lao. Ndiyo imethibitika mara kadhaa. Miongoni mwa ligi zinavutia sana ni ligi za UNAF kule Misri, Morocco, Tunisia, Libya, lakini miongoni mwa ligi inayovutia zaidi ni pamoja na ligi kuu Afrika Kusini. Ukitoka hapo ni ligi kuu Tanzania bara ambayo malipo ni manono, ushindani mkali, ni miongoni mwa ligi bora barani Afrika, ligi tano kama nilivyotoka kueleza. Kwa sababu hiyo, wachezaji wa Mighty Wanderers wanaweza kawa na mpango kazi binafsi kwamba waimpress, waonyeshe kiwango bora ili na wao wasajiliwe na timu kama Simba au Yanga, Azam, Fountain Gate, Dodoma Jiji, Namungo na timu nyingine za ligi kuu Tanzania bara ambazo kwenyewe mavuno ni mazuri zaidi kuliko kwenye ligi zao. Sasa hili peke yake linaweza likawa ni jambo zuri kwa Mighty Wanderers na mashabiki wao, lakini sio habari njema kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Kikubwa kinachotarajiwa, kocha Steve Barker, wachezaji wake watekeleze mpango kazi wa timu kuhakikisha wanapata matokeo bora na hatimaye kuvuka katika hatua hii ambayo misimu ya hivi karibuni sio shida zao kama nilivyotoka kueleza,